Mtazamaji wangu aliye mbele yetu ndo mwenyewe, ukisikia Meja ndo huyo aliye mbele, shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga ambaye yeye amebaki Dar es Salaam kwa kazi maalum kabisa. Hakwenda Tabora, lakini kilichotokea Tabora naamini kabisa alikuwa ana matumaini na timu yake itafanya vizuri. Lakini hapo jana pia tumeshuhudia mnyama akiraruriwa goli 2 kwa nunge, 2 kwa 0, 2 kwa yai, 2 kwa kipleft dhidi ya Al Masry. Lakini matumaini kwa wanasimba wengi wanatamba kwamba wanakuja kummaliza Mwarabu Dar es Salaam. Nataka uniambie Meja, unaiona Simba ikienda hatua ya nusu finali? Unaiona Simba ikitoboa Dar es Salaam? Karibu sana. Wangeweza kwenda kama sisi hatupo, na ndio maana ukiona wenzangu wamekwenda alafu mimi nimebaki, maana yake kwa kazi maalum. Kwa sababu mpira una nujuma, una nini, una fitna na nini. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa kazi maalum, na ndio maana sikusafiri, sio kwamba eti nauli hakuna au nini. Nimetulia hapa kwa sababu ya maandalizi ya mechi na Azam, na kwa ajili ya kuwapokea wageni wetu Al Masry hapa, na kuwapa accommodation, kuwapa vitu vizuri, na yani kuwakaribisha vizuri, kuwaelekeza uwanja gani wafanye mazoezi, muda gani wafike uwanjani na vitu vingine. Yani mambo yote ya uwanjani yote tutakuwa tunawaelekeza namna ya kufanya ili huyu mtu aondoke kwenye mashindano haya kama ambavyo sisi tuliondoka. Kwa lugha rahisi kwamba mnakelele kwa Simba kubaki kwa mashindano ya kimataifa? Tunakelele kwa sababu wanakelele sana. Vitu ambavyo wao wanajivunia sisi tushapita sana. Kwa sababu sisi tumefika mpaka finali kwenye michuano hii, lakini wao ile kitendo cha wao kupita kwenye robo finali na sisi tukatolewa, maana yake imekuwa kelele nyingi. Sasa sisi zinatukwaza, umeelewa, zinatukera sana, ndio tunaona afadhali watoke ili waje huku wagombania tena nafasi ya 3 kama msimu uliopita. Kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tunashikilia nafasi ya kwanza kama kawaida yetu, tuna kombe, tuna ngao ya jamii, umeelewa. Kwa hiyo sisi tunaongoza kwa kila kitu. Kwa hiyo aje huku tena wagombania nafasi yao ya 3 ambao wamezoea, wamesomea VETA. Umesema kuna nujum. Nujum ni maana yake nini kwa mtazamaji wangu aelewe? Nujum ni mambo ya ubani maiti, ubani maka, vile vitu vya kunyunyiza ili wenzako yani wanaita nzopata, lo ya nzopata. Nzopata maana yake ni lo ile yani kinyangalilo. Ya lolomba. Hii kisununu, wao wanasema si ubaya. Sasa sisi ni kisununu. Yani ile lomba kuliko kawaida. Kwa sasa tunafanya ule lomba ile kisununu ndio tuko nayo sisi. Kwa tunafanyia kisununu kama unajua sio mara ya kwanza tunafanyia kisununu. Mara ya kwanza ilikuwa hii, mara ya pili kwa kumbukumbu zangu. Mara ya kwanza ilikuwa 1993 wakati wanacheza pale na Stella Tour au Stella Abidjan. Umeelewa? Tulikubaliana kwamba tushangilie kwa pamoja kwa sababu ni uzalendo na nini. Lakini baadaye tulipoona wanacheza ovyo ovyo, tukaanza kuwazomea, tukamwambia uzalendo umetushinda. Kwa hiyo na hiki kinachotokea sasa hivi tutafanya vile vile ili wenzetu waondolewe hawa, ili waje washike nafasi yao ya 3 walioizoea. Ni nini ambacho unaweza kusema endapo Simba akienda hatua nusu finali, akitoboa pamoja na nujum, pamoja na kila kitu, Simba akiruka na mtu, kwako unaweza kutoa hadi gani? Kuna mtu hapa station nimekubaliana naye kwamba laki kwa laki, na niliwaambia waandishi baada ya kumaliza mahojiano twende pale benki nikatoe 100,000 nimkabidhi, ili na yeye atoe ya kwake, ili waandishi wa habari wawe nazo, alafu atakapopita atakapopita Simba manake hiyo fedha jamaa achukue, asipopita mimi nichukue mimi. Kwa hiyo hicho ndio ahadi niloiweka, kwa sababu hakuwa na ahadi nyingine ya kuiweka zaidi ya hiyo. Kama kungekuwa na ahadi nyingine, kama labda mtu tunabishana, ningeweza kuweka ahadi kubwa zaidi, kwa sababu nina uhakika kwamba Simba hawezi kupita kwenye hatua hii kwa sababu uwezo wake ni mdogo. Jana timu mbovu zimekutana, lakini mbovu zaidi imefungwa. Timu mbovu zimekutana na mbovu zaidi imefungwa, ambao ni Simba. Kwa sababu ukiangalia kwenye michuano kama ile ya shirikisho au Champions League huwezi ukapata nafasi zaidi ya 10 au 15. Umeelewa? Ukiona timu zinapata nafasi 10 au 15, maana hizi timu zinazocheza ni zote mbovu. Kwenye michuano hii yani nafasi za kwa chache, 1 ama 2. Lakini angalia nguvu mbili wamepata nafasi zaidi ya 8. Hao wengine wamepata zaidi ya 9. Lakini magoli na jamaa ukiangalia kipindi cha kwanza wamepiga shuti moja tu na ile likawa goli. Hata ile la pili unaona kabisa wamejigonga hawa, na ile walikuwa wamefungwa goli 3. Sema ndio hivyo tena, basi refa ameamua kuwaonea huruma, zikafungwa zile 2. Na mimi nilibashiri jana, nilikuwa East Africa, nikasema kwamba sisi Yanga tutashinda goli 3 na nguvu mbili atapigwa goli 3. Lakini bahati mbaya ile goli moja amefanya Zuma, kiasi kwamba nimeshindwa, utabiri wangu umeshindwa kwenda vizuri. Lakini hata hivyo nimepatia kwamba jana lazima nguvu mbili atafungwa na sisi tutashinda. Watu wa Simba wanalia na Lionel Ateba, wanalia kwamba kuna mambo hakuwa afanyi sawa sawa jana, lakini pia wamelia na Musa Kamara Pimpini, golikipa wa timu yao, kuona kama magoli yale mawili kuna namna ambavyo ameshiriki. Hata Edo Kumwembe wa Instagram alisema hivyo kwamba kuna namna ambavyo Simba kuna vitu kwa vifanyi sawa sawa. Wewe unafikiri Ateba kwa sawa jana na Musa Kamara? Sio tu kwa Ateba. Yani hapo ndo utaona sababu kuu kwa nini hawa nguvu mbili walikimbia ile mechi. Umeelewa? Yani sababu hiyo hapo inaonyesha dhahiri shahiri kwa nini walikimbia. Maana kama wangekuwa wako vizuri wasingekimbia ile mechi. Umeona namna ambavyo jana walicheza, kama ulikuwa unaangalia mechi. Umeelewa? Utaona namna ambavyo walivyokuwa wana madhaifu yao. Sasa pale ujue huyu Pimpili Kamara ndo amepigwa sindano
ndo amepona ndo anacheza vile. Sasa walishaona kwamba Che Malone Fondo hayupo na Kamara ndio mgonjwa. Kwa wakaamua wafanyaje? Wakimbie mechi. Umeelewa? Sasa wangekuja kwa Mkapa tarehe 8 Malaki yangetokea maafa. Kwa sababu ile timu wanacheza nayo ukiangalia wamewapita mbali sana. Yaani kwenye ubora wa viwango ni kweli wanawalalamikia. Yule ni Stweka Mijasho. Yule nani huyo? Ateba Stweka Mijasho. Yule mwingine nani huyo Mpanzu ni Winga Mijasho. Anakukuluka sana. Anahangaika sana na mpira. Lakini finishing ni mbovu. Yaani jana kama yule angekuwa na akili angalau kama ya mchezaji wetu huyu nani Zuzwa Pakome. Umeelewa? Anafanya matukio, anapiga chenga, lakini anajua aweke pasi wapi ili watu waweze kushinda. Sasa yule ni kukulu kakala nyingi sana. Yaani anafanya vitu kwa manufaa yake kwa sababu ni mchezaji mpya, aonyeshe wana Simba kwamba yeye amesajiliwa pale, lakini kiukweli wamewauza sana mashabiki zao na wamecheza hovyo sana. Na walitakiwa jana wafungwe 4 au 5 na mlima waliokuepo ni mrefu sana na siwaoni kama wanaweza kupita hapa. Na sisi kama Dar es Salaam Young Africa tumefurahi kwanza kwa kilichotokea jana na tunawakaribisha sana Al-Masry hapa Tanzania na tutawapokea vizuri. Tutawaelekeza wapi kufanya mazoezi, namna ya kuingia uwanjani, waingie saa ngapi, kitu gani wakiepuke, na hata jezi zenyewe itabidi tununue kwa sababu ya kuwasupport hawa Waarabu. Kwa sababu ukiangalia hata jezi yao namna labda kama watabadilisha jezi, lakini jezi yao ilionekana kama kuna kakijani fulani vinavyoangalia si kwenye namba kwenye nini. Kwa hiyo ni rafiki zetu, ni jamaa zetu, tutawasupport ili tuweze kumtoa huyu ambaye ana makelele mengi sana. Wanasimba wanaamini kwamba Dar es Salaam akishindikani kitu. Mara nyingi wamefanya miujiza mingi hapa Dar es Salaam. Wamekufa watu kweli hapa. Nkana kaja kuondoka hapa. AC Vita kaondoka hapa na wengineo wengi. Wanaamini kwamba tarehe 9 Jumatano jioni wana uwezo wa kubadili nyeusi kuwa nyeupe. Nini unaweza kusema? Ile linawezekana kama sisi hatupo. Nimekwambiaje? Timu mbovu zimekutana lakini timu mbovu zaidi ndio imefungwa. Yaani inawezekana kushinda lakini kama sisi hatupo. Sisi baada ya kutolewa na MC Alger, umeelewa? Leo zimetuuma mpaka kesho. Na wenzetu wanatucheka. Kila kitu amma mpaka wakaandika kwenye mabango, kwenye magari, kwenye nini. Kwa kila siku kinatukwaza. Na ndio maana nakwambiaje? Mimi nimekaa huku, nimebaki huku kwa kazi maalum. Yaani sijakaa sio kwamba sisi tumeshindwa kwenda Tabora. Nimekaa kwa kazi maalum kwa ajili ya maandalizi ya mechi na Azam na maandalizi ya kuwakaribisha wenzetu Al-Masry. Kama sisi hatupo wanaweza kushinda, kama sisi tupo hawezi kupita. Hawezi kupita. Sisi tutawasaidia hao katika namna yoyote ili mradi hawezi kukwamia hapa. Yes. Yeah. Bwana, huyu ni Meja, mtazamaji wangu, unaweza kushuhudia namna ambavyo anazungumza kwamba Simba haoni wakiendelea hatua ya nusu finali, na wao wana Yanga wanaamini ndio itakuwa furaha yao ya dhati wakiona Mwananchi, wakiona klabu ya Simba natoka na Mwananchi anapata na amani. Bwana, kuna Tabora kafa pamoja na maneno Vita mara mkuu akasema kile hichi, mara TAKUKURU na vitu vinginevyo. Wewe unaamini kwamba mechi hii imeharibiwa nje ya uwanja, imeongezwa pressure nje ya uwanja ya Yanga dhidi ya Tabora United? Ukielewa ni katika timu bora kwa msimu yaani kwa msimu uliopita, maana ni msimu mmoja, kitu tunasema kwa mwaka jana na mwaka huu, Tabora na Azam. Kwa sababu gani? Ni timu ambazo zimemfunga bingwa mtetezi. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa ngumu kwa sababu huyu nguvu mbili sio timu bora, kwa sababu tayari kwenye mechi ya kwanza tayari tushamkana. Kwa hiyo ile mechi sisi tulikuwa tunaenda kwa hofu kubwa, kwa kuhofia, kwa sababu hawa tumeshangaa. Ukiangalia kwenye makaratasi ni timu ndogo, lakini ni timu ambayo imetujeruhi. Tena imetufunga goli 3-1 Azam. Tunaingiani nyumbani kwa maana ya uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo tulivyokuwa tunaenda kwa tension kubwa. Ile mechi ilikuwa ngumu kwa sababu tayari watu washatufunga. Tofauti na mechi ya juzi ambayo sisi tulikuwa, ndio maana hata tulivyoambiwa imeahirishwa mechi tulienda uwanja kwa sababu tulikuwa tunasubiri. Na tulipowakosa kule tukawafuata mpaka kwa Ubunju. Umeelewa? Kwa sababu watu waogopi. Lakini Tabora kiukweli mechi ya jana tulikuwa tunacheza kwa tension kubwa. Hayo yote ulikuwa unaona nje ya uwanja ni kwa sababu ya ukubwa ile mechi. Kwa sababu timu kubwa inafungwa na Tabora. Kwa hiyo tukasema hawa kama waliweza kufunga mechi ya kwanza tuje kwa kujidhatiti. Kwa hiyo ugumu wa hicho chochote kilichotokea, si simu zimepigwa huku, huyu kafanya nini, hizo zote ni kwa sababu Tabora ametuonyesha kwamba yeye timu ndogo lakini ameweza vipi kutufunga. Kwa hiyo ni kweli tuliendea ile mechi katika ukubwa uliotakiwa na ndio tumeshinda pale. Kwa hiyo mechi nyingine kubwa inayofuata ni mechi dhidi ya Azam. Kwa hiyo ni mechi ambazo mimi binafsi kama shabiki wa Yanga, mwanachama wa Yanga, ambazo nilikuwa naziogopa na naziogopa mpaka sasa hivi, maana naiogopa tena mechi ya Azam kwa sababu hawa watu tujeruhi kwenye game ya kwanza. Kwa hiyo mechi ya jana ilikuwa ni ngumu kwa sababu tayari Tabora alishatufunga, na sio kama walitufunga kwa tu atisha goli moja. Walitufunga kwa sababu tumefunga goli 3. Umeelewa? Na sisi tukasema hawa kama wametufunga hivi, maana sio timu ya kuchezea. Kwa kuna inaeleka baba, kuna password zetu walizigundua. Na ndio maana akaweza kutufunga goli 3. Kwa jana sisi tukaenda kikubwa, tukashinda mchezo kwa goli 3. Tunashukuru Mungu, tuko kileleni pale. Upepo unatupiga hivi, tunasikia raha tu.